Bwana, habari kubwa ni kwamba GSM anachunguzwa na FIFA. Udhamini wa GSM kwenye vilabu mbalimbali vya ligi kuu unachunguzwa sasa rasmi. Na hii ni barua ambayo imetoka FIFA. Kwa mujibu wa taarifa ambazo nimepata ni kwamba udhamini wa GSM unatakiwa kuchunguzwa kwenye ligi kuu ya Tanzania. Na kiongozi wa klabu ambaye anasimamia timu kubwa barani Afrika ataingia matatani hivi karibuni. FIFA imetuma nyaraka kwa shirikisho la soka kuhusu tuhuma za upangaji mechi zilizotolewa dhidi yake. FIFA imelitaka shirikisho hilo kufanyia kazi kwa karibu na kutoa ushahidi wote wa zaidi ya michezo 8 ambayo matokeo yalibainishwa. Inadaiwa klabu hii na viongozi huwalipa wachezaji kufanya vibaya na kucheza vibaya dhidi ya timu yake ili washinde michezo. Rais wa shirikisho ana wasiwasi na amewasiliana na rais wa CAF. Sawa? Sasa taarifa inasema ni kwamba tu FIFA inaweza kuchukua labda uchukia kama kawaida, lakini ni FIFA ndo walivyo, huwa wanachukia sana upangaji wa mechi na upotoshaji wa mechi. Uadilifu ni moja kati ya kitu kizuri sana kwenye sehemu yoyote ya kufanyia kazi. Kwa hiyo mimi nahitaji uniambie kwenye upande wa comment hapo chini, haya yote unayachukulia katika taswira gani? Mimi upande wa comment nimeuacha huko wazi hapo chini. Langu jina Ali Swaleh Mshana. Hii ni Talent Media, Talent TV. Instagram nasomeka Ali Swaleh _ lakini TikTok natumia Mshana OG. Pia ukiandika Ali Swaleh Ali Mshana utanipata pia. Asante na kwaheri. Bwana, habari kubwa ni kwamba GSM anachunguzwa na FIFA. Udhamini wa GSM kwenye vilabu mbalimbali vya ligi kuu unachunguzwa sasa rasmi. Na hii ni barua ambayo imetoka FIFA. Kwa mujibu wa taarifa ambazo nimepata ni kwamba udhamini wa GSM unatakiwa kuchunguzwa kwenye ligi kuu ya Tanzania. Na GSM ni kampuni ambayo inafanya kazi na Young Africans. Ni kampuni ambayo imedhamini Young Africans ama wanaifadhili Young Africans. Lakini pamoja na kwamba wanaidhamini Young Africans ni kwamba wamedhamini pia vilabu vingine vingi kwenye ligi ya Tanzania. Na kwenye vilabu vingine vingi ambavyo wamevidhamini, mikataba yao haijawekwa hadharani ama TFF haijafika pale kwenye shirikisho la soka Tanzania bara, na kwa ajili ya kuchunguzwa kuona kama hiyo mikataba imekizi vigezo ama haijakizi vigezo. Kwa sababu kampuni moja inavyodhamini timu nyingi kwenye ligi, inawezekana kuna condition ambazo zinaweza kupelekea upangaji wa matokeo. Na kwa maagizo ya FIFA ni kwamba GSM na vilabu vyote ambavyo wamevidhamini wanapaswa kuwasilisha hiyo mikataba yao pale kwenye shirikisho la soka Tanzania bara, ili hiyo mikataba iweze kuchunguzwa, na kama itabainika kwamba ina makosa, manake GSM kama kampuni itafungiwa kuwekeza kwenye mpira na CAF na FIFA. Lakini pia vile vilabu pia vinaweza kukutana na adhabu kali ambayo ikiwemo kupunguzwa alama na vitu vingine. Yaani kuna vitu vingi vitatazamwa hapo, kwa sababu sio tu kupunguzwa alama pekee, kwa sababu kinachoangaliwa hapa ni swala zima la upangaji wa matokeo. Kwamba namna gani ambavyo GSM anaweza kutumia kampuni yake kuhusika kwenye masuala ya upangaji wa matokeo, kwa sababu huyu ni mtu ambaye pia anaifadhili Young Africans. Na inaonekana kwamba kuna timu ambazo zimeenda kushtaki kule kwenye CAF FIFA, na ndio maana FIFA imeamua kuja kuchunguza. FIFA haji tu kuchunguza hivi, yani mpaka FIFA inasema udhamini uchunguzwe, manake kuna malalamiko ambayo wameyapokea wao kama shirikisho la soka duniani